Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wapenzi watazamaji wa Kalela Online TV, mtazamaji wako ni Jongo, na hapa tupo markazi Ummahati. Wamepokea wageni kutoka Kilwa. Wakina ustadhati hawa ni wa Madrasat al-Ihyai kutoka Kilwa, wametembelea katika markazi hii. Kwa inshallah falyatafadhalu, wamekuja kuongea na wakazi wa Masasi, wakazi wa maeneo ya Masasi, na pia hapa tunaye mkuu wa shule, mkuu wa hii markazi ambaye ndio mudirati katika markazi ya Ummahati. Kwa hiyo na yeye atakuwa na lolote la kuongea kabla ya kukaribisha wageni. Kwa asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimu salihat. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu fil ibadat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi bayyana li ummatihi turuqun najati wal harakat. Wa ala alihi wa ashabihi wa man nahja nahjahu ila yawmil khasarat, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sifa zote njema ni zake Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye kwa mambo mema yanakamilika, kwa neema zake yanakamilika mambo mema. Bila kusahau kuomba rehema na amani zimwendee Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jamaa zake, mtume ambaye ameweka wazi kwa umma wake njia za kufaulu na njia za kuangamia. Na ndugu zangu wageni ambao mmefika hapa, kwanza nachukua fursa hii kuwakaribisheni katika kituo cha Markazi Ummahati, kituo cha malezi ya watoto ambao wamekosa baba na wengine wamekosa baba na mama, kituo cha watoto mayatima, lakini kinakusanya na watoto wale wenye hali ngumu. Mimi ninazungumza ni mwenyekiti wa hiki kituo, nafahamika kwa jina la Bizena Mtamba. Niwakaribisheni sana katika kituo chetu hiki, na kwa kweli nimefurahi, au wana markazi kwa ujumla tumefurahi kwa ugeni huu. Pindi tuliposikia tu kwamba kuna ugeni unafika hapa, basi sisi tukasema kwa namna moja ama nyingine tuweze kuwakaribisha wale wageni waweze kufika hapa. Kwa hiyo ni fursa adhimu katika kituo hiki, na ndio kitu ambacho tunatarajia kwamba wao wanatukuta wageni mbalimbali kututembelea katika kituo hiki. Lakini vile vile wageni wanapofika, sisi husoma kwao, mazingira ya kwao wanakotoka, lakini na wao husoma mazingira yetu hapa, na ikiwezekana na wao waige huko wanakotoka kufanya vitu kama hivi ambavyo vinatakiwa kwa jamii kuvifanya. Tutazungumza mengi kwa kuwa ndo mmeshafika hapa, na hii ilikuwa tu ni hatua ya mwanzo ya kuwakaribisheni katika kituo hiki, na watu wa Masasi watambue kwamba ndani ya mji wetu huu kuna wageni wamekuja wasipungua takriban 40 wako ndani ya mji huu wa Masasi. Kwa hiyo na sisi tujifunze, na kutembea nako ni kusoma. Kwa hiyo alhamdulillah, katika ziara hii ambayo mmeifanya haitakuwa bure kwenu. Inshallah kuna vitu ambavyo mtajifunza na mtazingatia katika kusafiri. Na nisichukue maneno mengi sana kwa sababu nitazungumza nao tena kwa baadaye. Sasa hivi tu ilikuwa tutambulishane mimi na wao, mimi wao nitambue na mimi wao nitawatambua insha Allah taala. Billahi tawfiki. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم وإياي بتقوى الله تبارك وتعالى faqad faza almuttaqun. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, nabii wetu bwana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kwanza kabisa natoa usia kwenu bila kujisahau kujihusia katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Sina mengi ya kuzungumza. Kwanza nijitambulishe kwa jina, naitwa Abdurrahman Amru ambaye ni imamu wa markazi yetu hii Ummahati. Na la pili, nichukue fursa hii kuwakaribisheni wageni wetu, tuseme karibuni sana mjini Masasi katika markazi yetu ya Ummahati. Baada ya hapo, kitakachofuata kuna usomaji wa Qur'ani kwa ajili ya kutia baraka hiki kikao chetu ambacho tutakikaa hapa angalau dakika 2-3. Kwa hiyo atapatikana msomaji hapa atatusomea Qur'ani, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya hapo, kwa hiyo amirati wa markazi Ummahati atakuja kutoa utambulishi wa watendaji wake, na baada ya hapo atakuja shekhi hapa atatambulisha, na naye atatoa utambulishi wa msafara wake kwa ujumla. Kwa hiyo baada ya hapo, kwa hiyo itaendelea harakati zetu tofauti tofauti. Kwa hiyo bila kuchelewesha, tumkaribishe msomaji wa Qur'ani ili tuendelee na harakati zingine inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا خيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد قدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض
ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صدق الله العظيم. الفاتحة. Usomaji wa Qur'ani tayari umepita. Shekhe, binti yetu anaitwa nani? Mashaallah. Kwa hiyo anaitwa Maryam. Lakini bila kumsahau Kalela online tunakupa taarifa vile vile. Inshallah mwaka huu katika mahafali taarifa zitakuja zaidi na ustadhi itakafikia tarehe inshallah. Sisi wallahi tumekuja ghafla kama ninavyokuelezeni, lakini tunaumia kama mnavyoumia nyinyi. Sisi tunapambana kama mnavyoona nyinyi kwamba kuhakikisha dini inakwenda mbali. Nyinyi mna miaka 20, sisi tuna zaidi ya miaka 20. Kwa hiyo tunajua changamoto nyingi mnazopambana, lakini inshallah tupeane taslia, tuliwazane. Nyinyi mtiliwaze sisi na sisi tukuliwazeni nyinyi. Tunachokiweza sisi tukusaidieni, mnachokiweza sisi mtusaidie. Sisi leo tumekuja hapa na sadaka hii ya misahafu na sadaka za majuzuu. Hizi juzuu na haya mashaf, kuna mama yetu Bi Zubeida anashirikiana, Bi Zuena anashirikiana na akina mama wenzake, wananunua misahafu alafu wananipa mimi kazi ya kuigawa. Nafikiri ndio Mungu alikuwa hajajalia kuja kitu hapa, lakini mwaka juzi nafikiri tulifanya pale msikitini. Sasa sijui alipenda taarifa alikuwa amesahau ustadhi, lakini tunakuwa mara nyingi tunapita katika kanda za kusini zote hizi. Kila mwaka tunapita. Mwaka jana tulikwenda hizi njia za Rwangoranga huko, tukaenda kule sijui Liwale wapi tukamalizia kule. Mwaka juzi tulipita barabara hii. Kwa hiyo hii misahafu, kwa hiyo tulivogawa ikabakia hii, tukasema kila mahala tunapokwenda tunajua kutoka na mahitaji. Kwa hiyo ile akiba yetu, wanasema akiba iozi. Kwa hiyo akiba yetu tumekuja kukupeni hii inshallah, na imetolewa na kina mama wenzenu, mama yetu, bibi yetu Bi Zuena, yeye na wenzake wameshirikiana kutafuta misahafu, na mimi ndo nakuwa mara nyingi ndio na kwa naigawa katika hapa Tanzania. Naenda sehemu mbalimbali hasa katika upande wa kanda ya kusini, mpaka hata Msumbiji tunafika kwenda kugawa baadhi, ikiwa usalama wa nchi zile. Kwa hiyo tumekupeni hapa misahafu inshallah, kwa mje mpokee na hizi juzuu kwa niaba ya wanafunzi hao, na misahafu kwa ajili ya kina mama na baadhi ya wanafunzi. Kwa hiyo nitaomba kama akina mama Amira mwenyewe kwanza tumkabidhi, lakini nataka niwakabidhi akina mama kama 5-6 kwa ajili ya picha inshallah. Kwa hiyo Amira kwanza uje mwenyewe inshallah, upendo tunakukabidhi lote jukumu la ni mratibu wa msafara inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu ala rasulillah wa ba'd. Kwa jina naitwa Khamisi Khalfani Mtenga, ni mmoja katika maustazi wa Madrasatul Ihyai Kilwa Kisiwani. Kwa tunashukuru sana tumefika hapa. Mungu awajalie kila la kheri wenyeji na wenye taasisi hii, na aibariki ila qiyami saa insha Allah, na ajalie kila lilokuwa gumu liwe lepesi, kama msomaji aliyosema laqad karramna bani adam faddalna bani adam wa hamalnahu fil barri wal bahri wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Ukipita katika hii taasisi ile kweli tumemboresha mwanadamu, tumemkirimu mwanadamu, tunaiona.
Kwa sababu gani? Mayatima ni waliofiwa na wazazi wao. Ingekuwa kafiwa mbuzi, paka na wanyama wengine, sijui kama ingetokea kuandaliwa vituo walelewe. Lakini ile fadla ya mwanadamu, kweli vinaandaliwa vituo, wanafanyeje? Wanalelewa. Tunaona watu wote, paka wanalia tu kwa majalalani, hakuna kituo, paka wameandamana kule wanalea mayatima. Kwa hiyo kuona kulelewa huku ndo ile wafaddalna ala kathirin mimman khalaqna tafdila, wafadlanna tafdilan mimma. Mungu ajalie kila la kheri na Mungu atulipe kila la kheri. Na hii ndo utukufu wa dini ya Kiislamu, kama Abu Talib anavyosema, laqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyani albariyati dinan. Nimetambua dini ya Muhammad ndiyo dini bora katika dini zote duniani. Kwa haya machache, wabillahi tawfiqi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Ali bin Juma bin Salim, ni mmoja katika maustadhi ambao wanashughulika na swala lazima la kusimamia mafundisho na masomo ya hawa banati na banuna. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Napenda kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema mtukufu wa daraja, si wengine ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mimi kwa jina naitwa Juma Hassan Mahege, ni mmoja wale ambao wanafikisha kalima ya Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa hawa mabanati na banuna ambao tuliwaacha huko tulipotoka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nafikiri labda wenyeji wetu nao sijui mjitambulishe au nyinyi mnajijua wenyewe, ili tumalize dua tukafanye utaratibu mwingine. Labda kwa niaba ya wenyeji wetu na mmoja wenu atoe shukrani, alafu tutie dua inshallah. Sheikh Jamal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah galla galgalat galyut, wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Amma baadu, kwanza tunatoa shukrani za dhati kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Na tunashukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kuwapokea wageni wetu na tukaweza kuwatembeza katika maeneo waliopenda watembee. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mengi wamejionea na wamechukua ilmu kubwa katika maeneo machache ambayo kwamba ugeni wetu umefika katika maeneo hayo na wamefanya ziara. Kwa hiyo tuombee kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala awajalie kila la kheri, na safari nyingine basi watapata maeneo yaliokuwa mazuri zaidi. Wabillahi tawfiq wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalela Online TV, elimu ya dini, tiba ya jamii.